kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na niseme wajibu au dhima, mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu. Kwa hiyo wale wenzetu wanasema the service to humanity is serving to God. Kwa hiyo mnapohudumia wananchi kusimamia haki, mnatumikia kazi ya Mungu pia. Ndugu zangu, kwa kutambua umuhimu wa swala la utoaji haki, serikali imeendelea na itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wa mahakama zetu Tanzania ili iweze kusimamia vizuri eneo hili na kwa ufanisi. Kwa muktadha huo, uteuzi wenu kuwa majaji wa mahakama rufani ni sehemu ya jitihada hizo za kuongeza ufanisi katika mhimili huu muhimu. Tumefanya mengine mengi na nyinyi ni mashahidi kwamba mahakama zimebadilika kwa kiasi kikubwa, zimeendelea kwa kiasi kikubwa sana katika miaka hii ya karibuni. Kwa hiyo sasa ni kuongeza watu wenye dhamira ya kufanya kazi, wenye uwezo wa kufanya kazi, lakini wanaosimama kwenye mstari mzuri wa haki. Mahakama ya rufani ndio ngazi ya juu kabisa katika utoaji haki katika nchi yetu. Kwa hiyo kila uamuzi mnaotoa una uzito mkubwa, si kwa wahusika washauri pekee, bali pia kwa taasisi zetu, mwenendo wa jamii na tafsiri pana ya sheria nchini. Yote yanawaangalia nyinyi kama wasimamizi wa haki kwenye taifa letu. Hivyo basi, nendeni mkalinde heshima na uhuru wa mahakama, lakini pia muendelee kuimarisha uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya mhimili huu muhimu. Uhuru huu una thamani pale unapoenda sambamba na uadilifu na ufanisi na utendaji wenu unaoangalia pia uzalendo kwa nchi yenu.